Lakini tuanze tu kwenye mstari wa kwanza, 1 Peter chapter 5 verse 1. Na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kondoo la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Hapa tulipo usiku wa leo, tumechukua nafasi ya kuhudumia watu wa Mungu. Tumechukua nafasi ya kuhudumia watu wa Mungu, na neno la Mungu linaongea nasi na kutuambia kazi ambayo tunaifanya ya kuhudumu kwa niaba ya wengine tuifanye kwa ukamilifu kabisa, kwa sababu iko thawabu itakayokuja. Mchungaji mkuu atakuja kutupatia thawabu. Hapo atakapodhihirishwa, tutapokea taji ya utukufu isiyokauka. Tutue moyo usiku wa leo ya kwamba wewe ambaye kila Ijumaa una spend usiku bila kulala, iko taji utakayovikwa isiyokauka, isiyonyauka. Wengine hawajafaulu, wengine hawajakuwa na mzigo huo, lakini wewe umekuja. Hujakuja uombe kwa ajili ya mahitaji yako ya kibinafsi, lakini umekuja uombe kwa niaba ya wengine wengi sana. Sasa hapo ndio mtu huwa amechukua nafasi ya kulishughulikia kundi. Maandiko haya yanaweza kuzungumza na mchungaji yakaingia vizuri sana, lakini pia yanaingia kwa mtu ambaye anashughulika kwa niaba ya kondoo wale wengine, kwa sababu utakapokuwa hapa uwaombee wengine, tayari umeingia kwenye nafasi ya kulichunga kondoo, kulichunga kundi la Bwana. Mstari wa pili unasema, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo. Sasa kwa sababu tuko hapa, maandiko yanatuambia kwamba basi kabla ya mambo yote, dua, sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watu wote. Ina maana ya kwamba kuna watu watakaokuwa wanabebewa mizigo, wanaombewa. Anayeambiwa hivi ni mlokole, mwokovu, ambaye ndani ya moyo wake ana huduma ya kuhudumia wengine, kwa sababu ndani ya moyo wako unahisi mambo hayako vizuri na unatamani yaweze kurekebishika, na kwa hiyo umechukua nafasi ya kuja. Hukujali ni nani atafika au nani hatafika, lakini ndani ya moyo wako ulihisi, nahitaji kuliombea kanisa, nahitaji kuombea jamii, nahitaji kuombea kijiji cha kwetu, familia zetu, kuombea nchi. Kwa hiyo pale tayari umeanza kuwa mwangalizi wa wengine, umeanza kuwa your brother's keeper. Aliongea hivyo Kaini alipoulizwa habari ya ndugu yake, ndugu yako Abel yuko wapi? Where is your brother? Na yeye akauliza Mungu, am I my brother's keeper? Ilikuwa ni swali la kijeuri sana kwa Mungu, lakini kuulizwa yu wapi ndugu yako tayari inakwambia kwamba inakupasa kumjali ndugu yako alipo, kujali maslahi ya ndugu yako. Kwa hiyo ndio sababu tunakuja hapa. Mungu ametuneemesha, ametupa nguvu za kukesha. Wengine labda hawana nguvu hizo, wengine labda hawataweza, wengine wana udhaifu hapa na pale, lakini wewe ambao umefika, basi umechukua nafasi ya kuwasaidia wengine, ya kulichunga kondoo la Mungu, ya kuombea usalama. Maana unapoziombea jamii zingine tayari zinalindwa na Mungu.
zinapokea msaada wa Mungu, na kwa hiyo wewe unakuwa tayari umechunga zile kondoo. Barabarani wakati unapoendesha gari unaambiwa wewe unaendesha magari matatu, yaani tena unaambiwa kwamba hesabu madereva wengine wote ni wenda wazimu, wewe peke yako ndio mwenye akili timamu. Kwa hiyo sasa barabara yote inakutegemea wewe. Wewe unapoendesha unaendesha magari matatu, unaendesha iliyo nyuma, unaendesha kwako, na unaendesha iliyo mbele, ile inayokuja. Kuna ile inayokufuata, kuna ile inayokuja, yaani wewe ndio uko hapo, kwa sababu wakati ambapo gari nyingine inapotaka overtake na nafasi haitoshi, wewe inabidi ukanyage brake ili umruhusu yeye atoshee, tayari umemwendeshea. Na inakuwa hivyo, na kila mtu akichunga kwamba mwenzangu akili zake si nzuri, kwa hiyo acha nimsaidie, nimwendeshee, mnafika nyote mkiwa salama. That is how to be your brother's keeper. Hujui ana udhaifu gani hajafika, hujui ni masaibu gani yanayomsibu, ni nini kimemsibu, hujui ni kwa nini haji. Pengine ni mgonjwa, pengine wana matatizo ya jamii, pengine wana hitilafu hapa na pale. Wakati ambapo unapokuja mbele za Bwana, wewe uliopewa neema ya kufika na kuitana kwa ajili ya wengine, tayari unamfungua. Kwa hiyo wewe tayari umelichunga lile kondoo. Kwa mstari huu unaongea na yule ambaye ana mzigo ndani ya moyo wake kwa ajili ya kanisa. Ufanisi wa kanisa hautegemei mchungaji tu, unategemea watu kadhaa, inategemea zaidi ya mchungaji. Utakuta kuna mtu pale ambaye yeye huomba kwa ajili ya uwepo wa Mungu kushuka. Hata mchungaji akija kusimama pamoja na yeye aliomba, lakini yeye pia aliweza kumsaidia. Unaenda kuhubiri katika sehemu fulani na pakiwa hapajaombwa vizuri, mtumishi wa Mungu unakuwa na kipindi kigumu sana, kwa sababu ardhi haijaandaliwa, anga haijaandaliwa, kwa hiyo unakuwa na mng'ang'ano mwingi. Lakini wanaokupokea wakiwa wameomba kwa ajili ya pale mahali, uwepo wa Mungu katawala, ina maana pale wamekuendeshea ile gari hata wewe, kwa sababu utakaposimama kule umetoka, umemwomba Mungu, umemtafuta Bwana, the anointing is upon you and the message of God you have it and you are ready to release it. Kwa hiyo unapoiachilia, alafu pale inakuta mazingira yaliyoombewa, upenyo unakuwepo. Kwa hiyo unakuta kwamba wewe pia umebebwa kwa namna yako, umerahisishiwa kazi, wanahubiri pamoja na wewe, kwa sababu mahubiri yanapenya tu wakati anga nayo pia imeruhusu. Ukulima unakuwa umefanikiwa tu wakati mbegu na ardhi zote ziko sawa, ya kwamba mbegu inayopandwa ni sahihi na ardhi pia inayopandwa pia ni sahihi, na mazingira ya mbegu ile yawe sawa kwa ajili ya kuikuza ile mbegu. Kwa hiyo ndio mwisho wa siku kunakuwa na ufanisi wa ukulima na katika anga za rohoni ni vile vile. Kwa hiyo ukulima huu wa rohoni, kwa sababu Biblia pia imezungumza habari za upanzi na inahusika vile vile katika roho, kwamba inahusisha sana watu kadhaa zaidi ya mchungaji anayehubiri mbele. Kwa hiyo kunakuwa na so many brothers keepers ambao wako pale walioomba kwa ajili ya watu wa Mungu wabarikiwe. Kuna mtu pale analia kwa kona, anaomba kwa ajili ya ibada inayokuja. Bwana utembee, Bwana ponya watu wako, Bwana gusa watu wako, Bwana wafunguliwe. Mtumishi wa Mungu atakaposimama na kuhubiri, uwepo wa Mungu unashuka, kwa sababu uliitwa na watu kadhaa, na watu wanaanza kufunguliwa. Wakifunguliwa vile, anayesababisha wafunguliwe sio mchungaji anayehubiri tu, lakini wewe pia ulioitana mbinguni. Kwa hiyo pale pia hata wewe umelichunga kondoo la Mungu, ama kundi la Mungu. Mstari wa pili nasema lichungeni kondoo la Mungu. Kumbe hili kundi la Mungu halichungwi na mchungaji tu. Ndani ya mioyo ya watu, Mungu ametwika watu mizigo huo,
mizigo hiyo. Usiku wa leo uko hapa kwa sababu unachunga kondoo la Mungu. You want a change in the body of Christ. Unataka mabadiliko, unataka uamsho, unataka watu wasaidike, unataka jamii zifunguliwe. Hapo tayari unalichunga kondoo, kundi la Bwana. Unalichunga kondoo ama kundi la Bwana, unalishughulikia. Lilikuwa livamiwe, lakini kwa maombi yako limekuwa salama. Umelichunga ama hujalichunga? Hapo umelichunga hilo kundi la Bwana, maana kwa maombi yako umefunga nguvu za giza zinazoandama vijana. Tayari wanakuwa salama kwa sababu ya kuombewa. Mtumishi wa Mungu ambaye ndio mchungaji wa kanisa, naye umemwombea Mungu amlinde. Mchungaji mmoja aliogopewa sana katika ufalme wa giza, na wale waliokuwa wanahudumu katika ufalme wa giza walikiri, walisema kwamba huyu mchungaji ametushinda, si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu kuna intercessory group ambayo imemzingira, very powerful, imetufanya tushindwe kupenya tumfikie. Kwa hiyo naona kwamba mchungaji yule, yes he prays, he is powerful, lakini kuna kundi lililomzunguka pia linamchunga. Kumbe tunachungana. Haleluya, tunachungana. As much as mchungaji atapiga goti na kuliombea kanisa, kuombea washirika na kuomba ili Mungu awasaidie, washirika nao vile vile wanamwombea baba yao wa kiroho. Bwana, simamisha mtumishi wako, msaidie katika jamii yake, kutana na mahitaji. Mwisho wa siku kundi hili la Mungu lote pamoja na mchungaji linakuwa limelindwa. Kwa hiyo usiku leo tuko hapa kwa sababu ya jukumu hilo, na inaahidi nini? Uifanye hiyo kwa hiari. Unapokuja hivi umejinyima namna hii, umejinyima mchana, umejinyima usiku huu, inasema usifanye kwa kulazimishwa, ifanye kwa hiari kama Mungu atakavyo. Yaani unapotoka nyumbani tu hivyo unasema nasikia nende nifanye hii, kwa hiari, umeamua mwenyewe. Na mimi ninafurahi sana kwa sababu hapa hatulazimishani. Sikia vile inavyosema, kazi hiyo ifanye vipi? Inasema na kulisimamia si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha aibu, bali kwa moyo. Si kwa kuuliza nikifanya hivyo nalipo nini. Si kwa kuuliza nikifanya hivi napata nini. Lakini moyo wako umeridhia tu. Natamani ende nifanye, natamani kuona kundi la Bwana likisaidika. Sitaki kuona vijana wakianguka ovyo. Natamani wadumu. Kwa hiyo unapiga goti pale, unamwita Mungu, Baba imarisha vijana, Bwana wahudumie. Unasema sitaki kuona ndoa zikifarakana, unaziombea zinazidi kuwa imara. Unasema hutaki kuona wanaume wakizidi kupotea katika ulevi. Uko pale unaitana mbinguni, Bwana rudisha wanaume mioyo yao wakapata kugeukia Mungu. Tayari pale wanazidi kuchungwa, unawachunga. Walikuwa wapatwe na mengi, adui alikuwa afanye mambo mengi mabaya, lakini wewe kwa kuomba kwako umelichunga lile kundi, na tena kwa hiari, haujaambiwa na mtu. Leo hii kama ungeamua kulala, hakuna mtu angekuuliza, lakini moyo wako unahisi I have to go and do something. Umehisi ya kwamba siridhiki na vile kulivyo, I want more, I want more. Mwimbaji akasema kutakuwa na baraka. Tumeomba, tumepokea kiasi, lakini tunataka nyingi. Tumelindwa, tumesaidika. Kanisa lina watu kiasi fulani, lakini tunataka zaidi. Kanisa lina watu 20, tunataka likue zaidi. Kanisa lina watu 50, tunataka likue zaidi. Kanisa lina watu 100, tunataka likue zaidi. Hiyo inakufanya uzidi kuliombea. Pengine limevamiwa, wapendwa wamedhoofishwa, pengine wameingizwa uzembe, wamekuwa wazembe, hawana mzigo tena, wamefifia, wameoza wote pia, kama neno la Bwana linavyosema. Ndani ya moyo wako unahisi kumwita Mungu ashushe rehema zake. Pengine lilikuwa liadhibiwe kanisa, lakini uko pale ukiomba rehema za Bwana. Abraham alikuwa anaongea na Mungu akimwambia Bwana, je, ukipata watu 50 utawaharibu pamoja na wale wabaya? Mungu akasema hapana. Akaendelea kushuka 20, 10, hata 5.
kwa sababu alikuwa anajali Lutu aliye pale pamoja na watu wawili watatu, aka intercede kwa niaba ya wengine. Abraham was safe, lakini ndani ya moyo wake he interceded before God, akamlilia Mungu kwa sababu kuna Kaini pale, kuna Lutu pale, na Abraham anajali, anasema singependa mtoto wa ndugu yangu aangamie. Ni kweli Sodomu ile unaenda kuiangamiza Bwana, lakini kukipatikana watu wachache pale utaangamiza pia. Mungu akasema hapana, kwa ajili ya hao sitaangamia. And there was a plan. Mungu akafanya njia, Abraham akafika pale na malaika wa Bwana wakapata kuwatoa pale. He cared and we need to care. So unaona kwamba Abraham alijitwika jukumu. He took it upon himself to make sure that Lot is safe and his family. Hata kama kule mbele mke wake alimess, akigeuka nguzo ya chumvi, but someone stood in the gap na kuona kwamba Kaini, jamani, Lutu tumetoka naye mbali, aje kuangamia vivi hivi, tumetoka naye mbali mtoto wa ndugu yangu huyu. Kwa hiyo he was his brother's keeper, he was his nephew's keeper. Akaona kwamba nahitaji nione atasaidika namna gani, na kweli msaada wake ulifanya kazi. Tuko hapa na sisi, labda Lutu wetu hajali sana, hajui mambo mengi, hajui mahali ameenda kuweka hema yake ni pabaya, hajui ya kwamba mahali ameenda kukabili Sodomu ni mahali pabaya, ameenda kuweka kambi yake mahali hapastahili. Hana habari hiyo. Inamgharimu mtu mwingine mwenye ufahamu kuweza kumsaidia, kuweza kuomba kwa niaba yake, kuweza kuomba rehema kwa niaba yake. Na sisi usiku wa leo tuko hapa kufanya kazi ya namna hiyo, sio kumlaumu Lutu, bali kumuombea, kwa sababu kuna vile hafahamu, na kweli ilifanya kazi. Hata ona kutolewa pale ilikuwa shida, walitolewa kwa nguvu, wana sita pale, mpaka inabidi malaika waingie kwa lazima, wamtoe kwa lazima, kwa sababu anaambiwa hapa kutaharibiwa. And it was like he was not seeing the matter to be that serious, lakini aliotolewa kwa lazima. Being your brother's keeper, here we are we contented in what is happening? Tuko sawa, tunaridhika? Haturidhiki, ndio maana tumekuja. Naye Mungu anasema lishughulikieni, wateule wa Mungu mlio hapa usiku wa leo. Maandiko yanasema hivi ya kwamba tukikezana na kazi hiyo njema ya kulichunga kundi la Bwana, kutakuwepo na thawabu. Sikiza vile inavyosema baada ya kufanya hiyo. Inaendelea kusema muifanye kwa moyo. Verse 3, wala si kwa wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu isiyokauka. Kumbe sio bure usiku wa leo tuko hapa. Kumbe sio bure kila Friday tuko hapa. Na hakuna mtu amekwambia uje, ungelala tu, lakini ndani ya moyo wako you feel, unasikia tu ufanye jambo. Mungu anakuambia ya kwamba basi endelea vivyo hivyo, kwa sababu mchungaji yule mkuu atakapokuja kuangalia kazi yake na kuona vile ulihusika, na kuona jinsi ulimnusuru mtu, na kuona vile uliomba kwa ajili ya mtu akaokoka. Mpendwa mwingine anakuja anasema, ndugu yangu alipotea haji nyumbani, ukaomba akarudi nyumbani, aliyepotea akarudi. Mungu anaangalia, mchungaji anakuja kukagua kazi na kuangalia where your impact reached. Impact yako ilifika wapi? Anaangalia hawa walipona kwa ajili ya wewe, huyu aliokoka kwa ajili ya wewe, huyu alibadilika kwa ajili ya wewe, kanisa la Bwana liliinuliwa kwa ajili ya wewe, vijana walisimama kwa ajili ya maombi yako. Mkaguzi anaangalia kazi yake na kusema, ninaridhika na kazi uliyofanya. Kanisa langu limepona, kanisa langu limekusanyika vizuri kwa ajili ya juhudi uliotia. Hakika ulichunga kundi langu. Pengine hukutambulikana. Kuna watu watachunga kondoo lakini pasipo kujulikana kama watachunga. Mapasta wao watalimbikiziwa sifa hizo kwamba wao ndo wanachunga na kila zitawaendea wale wanaosimama madhabahuni. Lakini kumbe kuna wachungaji humo ndani wanaochunga kwa namna yao.
na wanakisha kondoo wanakuwa salama kwa namna yao. Usalama wa kundi zima umetegemea mama mmoja pale. Usalama wa kundi zima ambalo lingevamiwa lifanyiwe madhara na adui limekuwa salama kwa ajili ya ndugu mmoja pale ambaye huliombea kanisa la Bwana kwa mzigo, kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku kundi lile Bwana Yesu analiangalia. Mchungaji mkuu anapokuja anasema kundi hili liko salama hivi, si kwa sababu ya yule tu aliyekuwa anasimama mbele, lakini kwa sababu kuna machozi ulikuwa na mwaga ili nisilipige kanisa lako, ili nisilipige. Musa akaomba, akamuomba Mungu, akazungumza na Mungu kwa niaba ya wana wa Israeli pale walipokuwa wamemkosea, wamemuudhi kweli kweli, mpaka Mungu akasema sasa nataka niwafyeke wote nikutengenezee watu wapya. Lakini Musa naye akasimama katika zamu, akawa mchungaji mzuri wa kuchunga watu wasiharibiwe. Akamwambia Mungu, ukiwaharibu hawa sasa watu watasema kwamba uliwatoa kule Misri uje kuangamiza. Watasema umeshindwa na kazi, umeshindwa kutekeleza ahadi uliowaahidi, zimekushinda kwamba uliwatoa lakini huna mpango wa kuwapeleka kule ulikuwa unawapeleka. Kwa hivyo haitakuwa picha nzuri. And Moses reasoned with God. Alafu Mungu akaona na kweli ni point. Hebu fikiria ufike kiwango hicho that you can negotiate with God. Mwambie Baba, naomba, si kwamba nakusahihisha, si kwamba ninakushauri, lakini natoa wazo tu, ukifanya hivi itakuwa hivi na hivi na hivi. Na watu wa Mungu wakanusurika pale kwa sababu ya mtu muombezi aliyewanusuru watu kupigwa, wasije wakapigwa. Bwana mmoja aliyekuwa anatumwa Ninawi, hata kama alikuwa na resist hapa na pale, alikuwa na matatizo, lakini mwisho wa siku alifikisha ujumbe na akasema mtaharibiwa msipotubu. Uzuri wakarespond, wakalipokea na wakavaa magunia mara moja, wakatubu, wakapona, kwa sababu kuna mtu alikuja akaongea. People were safe. The safety of some people was there kwa sababu ya mtu aliyechukua zamu. Huwezi kujua Mungu anakasirishwa na nini ndani ya kanisa lake, lakini kwa sababu ya maombi yako Mungu analeta baraka zake, anashusha neema, watu wanapona, watu wanabadilika, maisha yanakaa mazuri. Iko siku utakuja uangalivu, wanasema Mungu ulijibu maombi. Unapokuja mnaweza kuwa mmekuja idadi ambayo haivutii sana, but the time will come, wakati utakapoona matokeo ya kile ulichokuwa unaombea, useme wow, Mungu kumbe ulikuwa kazini, kama vile tunavyosema. Kwa hiyo inasema ya kwamba tutaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Tunaambiwa tusichoke kutenda mema, kwa sababu tutalipwa kwa wakati wa Bwana tusipozimia roho. Ukizimia roho na mapema, taji yako utaipokea, kwa sababu wanaopewa taji ni wale wamefikia utepe, sio wale walianza mbio tu. Unaanza mbio, unaikimbia katikati robo tatu mpaka unafika mwisho, ukigusa utepe ndio unapewa thawabu. Wale ambao wanatokea njiani hawataambiwa kwa angalau mlikimbia mtalipwa hivyo hivyo. Hapana, mpaka watoboe wamalize. Kwa hiyo nao, kwa kuwa umeanza kazi njema, kwa kuwa na wewe umeanza safari nzuri, unaendelea vizuri, unahimizwa kitu kimoja, ninahimizwa kitu kimoja, kazi hiyo unayoifanya ina thawabu, ina taji ya utukufu. Usiachilie, kazana hivyo hivyo, kwa sababu kuna watu wengi watapona kwa maombi yako. Kuna watu wengi watapona kwa ajili ya kesha yako. Nyumba hizo watu wanalala salama kwa sababu uko hapo ukiwaombea. Hujui kama usingeliwaombea kingewakuta nini. Haleluya. Hujui ni nini kingetokea, kwa sababu adui siku zote anawinda. Wacha tuone tunavyoendelea kusoma. Vivyo hivyo, tuko verse 5, vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee, nanyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Hapo tena inazungumza, inasema nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Unyenyekevu. Unapokuja kwenye mkesha kama huu, unakuwa na roho ya unyenyekevu.
isiyowapiga wengine mawe, isiyowadharau wengine, isiyowaambia wengine nao ni kulala tu. Roho ya unyenyekevu, huku ukishukuru Mungu ukijua hata mimi mwenyewe nimefanya kuneemeshwa tu. Kwa hiyo pale katika unyenyekevu tukihudumiana wale wengine, tutazidi kuombea kwa unyenyekevu. Baba, saidia watu wako, maana mimi mwenyewe umefanya kunisaidia. Bwana, kama usingelisaidia ningekuwa kama wale wengine vile vile. Kumbuka ulivyofaulu kuja, sio jitihada zako, ni neema Mungu amekupa. Kwa hiyo hii inakusaidia wewe kunyenyekea mbele za Bwana na kumshukuru na kumwambia, Baba, nimeweza mimi kuja kwa mkesha kwa kuwa ni neema ulionipa. Naomba Bwana umsaidie na ndugu yangu, umpe neema pia vile vile. Naomba umpe dada yangu neema vile vile. Naomba uamshe roho yake kama vile kitabu cha Ezra kinavyosema. Amsha roho yake, Bwana. Nimefika mimi kwa sababu roho yangu uliamsha. Na wale wengine Bwana tunakuomba, ndio tunakuwa hapa Bwana, amsha roho za wote wale wako. Hauombi maombi ya kuwapiga, hapana, lakini unaomba kwa unyenyekevu. Tunaambiwa kwa unyenyekevu tukihudumiana. Kwa hiyo tunampenda yule haja kuja na kumwombea kwa unyenyekevu ili Mungu amfikie. Maana wewe kuja kwako hujui nani na nani waliokuombea ukafunguliwa hivyo ulivyofunguliwa. Kwa hiyo nawe pia unaenda mbele za Bwana, Baba, simkashifu mwenzangu. Baba, sina roho ya yule Farisayo aliyeomba mbele zako akasema mimi si kama huyo mtoza ushuru. Sigusi mtu, sipigi mtu mawe, bali ninakuja mbele zako Bwana nikikushukuru Mungu kwa unyenyekevu mbele zako kwamba umenipa neema ya kuja. Dada yangu na ndugu yangu ile hawakufaulu, sio kupenda kwao, wamefungwa na namna fulani fulani. Bwana, ukiamsha roho zao nao watafika. Bwana, ukiwapa mzigo ndani ya mioyo yao, ukitenda kitu ndani ya mioyo yao, nao pia watapatikana. Kwa unyenyekevu tukihudumiana. Kwa unyenyekevu, jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mtu atakapokuwa successful katika jambo fulani na akaanza kuongea kwa namna ya kiburi, Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Mtu anayejiona kuna ufanisi fulani alionao akaanza kuwapiga mawe wengine akiwalaumu kwamba wao ni uzembe wao, ni kushindwa kwao, tayari Mungu anasema huwa anawapinga wale wenye kiburi. Ni kama mtu aliyejaliwa utajiri fulani alafu akaanza kuwadharau wengine akiwaambia nyinyi hamkusoma kama mimi. Mungesoma kama mimi. Mungesoma. Wenzenu nilitia bidii ndio maana mnaona naendesha gari leo. Wenzenu nilitia bidii ndio maana naenda ng'ambo kila wakati. Nyinyi hamkusoma. Nani aliwaambia msisome? Ni kiburi hicho. Maandiko nasema kwamba ujionapo yani katika ufanisi fulani ukaanza kujiona ni wewe, Mungu anasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Kwa hiyo hata katika roho ujionapo unafaulu katika namna fulani, kwa maombi upo, kuhubiri upo, kwa nini upo, katika hili na hili upo, na kuna wenzako pale hawafiki hiyo, maandiko yanatuambia kwamba tuhudumiane sisi kwa unyenyekevu, kwa kuwa Mungu huwapinga wenye kiburi, alafu anawapa wanyenyekevu neema. Ukinyenyekea unazidi kupewa neema. Ukienda mbele za Bwana pasipo kuwaona makosa ya wengine, unaenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu, unazidi kupewa neema. Ndio sababu yule mtoza ushuru aliyekashifiwa na Farisayo, yeye hakuwa na maneno, alinyenyekea tu. Sema alijipiga kifua, akijiona jinsi alivyo mwenye dhambi, anavyohitaji rehema za Mungu. Akapewa. Yesu akauliza, kati ya hawa wawili ni nani aliyepata rehema? Nani aliondoka akiwa amepata rehema? Ikawa ni yule mtoza ushuru. Kwa nini? Kwa sababu yeye hakuwa na kiburi cha kuona ya kwamba mimi ni mwema kuliko wengine. Alinyenyekea. Ujionapo una ufanisi fulani, bado maandiko yanakwambia jifunge unyenyekevu. Yaani unaposikia jifunge ni kwamba ukiacha hivi itaponyoka. Sasa inabidi ujifunge nayo, ili inastahili ikae na wewe, yani isikuondokee. Unyenyekevu ndio ujifunge ikae na wewe siku zote. Ukijifunga pamoja na kitu fulani, ina maana hautakiacha, umejifunga nacho.
umejifunga. Mwimbaji mmoja alisema kwamba shikilia pindo, shikilia pindo. Na siku moja nikasema sasa mimi sitaki nishikiliwe, nataka nishonelewe kabisa, nipigwe uzi kabisa, nikae hapo kwenye hilo, yani nishonelewe kabisa, maana kushika ninaweza choka, basi nichomelewe kabisa, chomelewe sasa, maana baada ya kugusa naweza choka. Sasa nipigwe sport nifanye welding kabisa ikiwezekana kwenye hilo vazi, ili tukae hivyo na hivyo, mimi na yeye tukae kitu kimoja, nisiwahi banduka. Kwa hiyo naambia kwa jifunge unyenyekevu ikae pamoja na wewe. So unapotembea, kwa sababu umefungwa pamoja nao, unyenyekevu haukuachi. Maana ukisema tu nitaushikilia, kuna mahali mikono italegea, utajipata kiburi kimeanza kukunyemelea. Kwa hiyo unaona kwamba inatupa mafundisho mazuri neno la Bwana hili, kuona ya kwamba katika safari hii kuna neema tunapewa, kuna neema tunapewa, na ukipewa neema unafanya jambo fulani kwa ufanisi, kwa uzuri, vizuri, na chances za kuona wengine hawajui they are very high, kwa sababu wewe umefanikiwa. Sasa inatufundisha kwamba ujifunge unyenyekevu ili ukuthibiti. Sasa endelea, basi nyenyekeni, verse 6, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Namna tunavyokuja mbele za Bwana katika mkesha kama huu ni kwa namna ya kunyenyekea chini ya mkono, kwa sababu ndio utusaidiao. Mkono wa Bwana ndio utusaidiao. Ina maana lolote ambalo mpendwa umefanikiwa si kwa nguvu zako, lakini una mkono wa hodari wa Bwana ndio huwa unahusika katika ufanisi wako. Ndio maana tunaambiwa tutambue huo mkono ulio hodari ambao utatukweza kwa wakati wa Bwana, huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Verse 8, muwe na kiasi na kukesha. Haleluya, walio macho Bwana asifiwe. Muwe na kiasi, verse 8, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Unaona vile ninavyosema ya kwamba kazi ya adui ni kuhakikisha ya kwamba ni nani atakutwa dhaifu aweze kummeza. Majirani zetu, ndugu zetu, wapendwa pamoja nasi, wengine adui amewazingira, yuko katika hali ya kuwameza. Tunaambiwa tuzidi kuwa na kiasi na kukesha, tukizidi kutahadharishana na kuponyana katika hali hizo. Kwa nini? Kwa maana mshtaki wetu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Sasa wachache ambao watakuwepo macho, wanachunga na kuangalia simba asije akatokea akakula mali ya Bwana. Mwangalizi wa mali ya Mungu, mwangalizi wa kundi la Bwana uko hapo. Isaya 62 inaongea juu ya wewe kuwa mlinzi. Na siku moja nikasema kwamba walinzi hawakuagi wengi, wanakuaga mmoja, wawili, watatu. Kampuni nzima inalindwa na watu wawili ama mmoja. Yuko pale kwenye tawa analinda, anaangalia kundi la Bwana liwe salama. Lichungeni kundi la Bwana, kuna thawabu, kuna taji ya utukufu. Kwa nini? Linachungwa dhidi ya nini? Huo mstari umetuambia dhidi ya Ibilisi angurumaye kama simba, ambaye anatafuta mtu aweze kummeza. Kwa hiyo hujui ya kwamba yule dada leo hajawahi mezwa leo kwa sababu ya vile huo unamuombea. Hujui kwamba yule ndugu mpaka leo hajawahi fikiwa na yule Ibilisi angurumaye kama simba kwa sababu ya maombi yako. Amekuwa salama kwa ajili. Yuko adui anayetuinda. Yuko adui ambaye ataathiri kanisa la Bwana vibaya sana pakikosekana watu wa kuomba. Kwa hiyo ukija kwa maombi kama haya, usifanye kazi hii kidhaifu. Usifanye kidhaifu. Jua kwamba kanisa la Bwana linakutegemea. Jua kwamba kondoo wa Bwana hawa ni wadhaifu, wanakutegemea wewe uliye na nguvu. Kumbuka Gideon alivyoambiwa. Bwana amezungumza na Gideon, akamwambia ile kazi iliyo mbele yake atakwenda kuifanya.
Na Gideon akaanza kulalamika akasema, hapana, mimi ukoo wetu ni ule mdogo na nyumba ya baba yangu ni ile ndogo, kila kitu duni, kila kitu, na mimi mwenyewe ni mdogo. Lakini Bwana akamwambia, hapana Gideon, you are a man of valor, wewe ni shujaa. Kwa hiyo Mungu ana entrust kundi hilo kubwa hilo kwa mtu mmoja anaitwa Gideon, aende nalo, aende vitani, apigane kwa ajili ya kundi la Bwana. Mungu akawa mwingi pamoja na huyu bwana. Usalama ulihitajika, vita vilihitajika vipiganwe. Na sasa ameongea na mtu hapa akasema, ni wewe, hili taifa linakutegemea wewe, nitakuwa pamoja nawe. Musa, wale ndugu zako wote wanaoteseka Misri wanakutegemea wewe, na wewe ndio nimeteua, nitakuwa pamoja nao. Kutoka kwa ile kundi lote Misri, kwa sababu ya mtu mmoja. Tonight somebody is going to be delivered kwa sababu yako wewe. Someone is going to be free kwa sababu yako wewe. A big chunk of the Church of Christ inaenda kuwa salama kwa sababu ya wewe kuomba, kwa sababu ya wewe kuchunga hilo kundi. Unahusika nalo hilo kundi la Bwana, unalijali, unaliombea, litunzwe, lilindwe, liponywe. Why do you feel like praying for it so much? Because Mungu ameweka ndani. Mbona wengine ameweka jambo ndani ya moyo wako, ameweka mzigo huo? Mbona wengine hawajisikii hivyo? Mbona wengine hawashughuliki? Ni kwa sababu Mungu amekuteua wewe. Sasa anakuambia kwamba basi ufanyapo hiyo hiari unayoisikia ni Mungu ameweka, nenda nayo hivyo. Sasa nenda nayo hiari. Usianze kujiuliza mbona mimi tu. Mungu amekusudia, ameweka hiyo ndani yako. Unaweza kuangalia kitu hapa madhabahuni na ghafla kikagusa, unasema na hii naona ninunue hii kitu niweke hapa mbele, na ni kitu ya pesa nyingi, lakini ndani ya moyo wako umehudumiwa, umewekwa hiyo ndani ya moyo wako, na unaenda unainunua na unasikia amani. Hautaanza kuuliza kwani mimi na mbona ning'ang'ane peke yangu, si tuchange tufanye. Ikija mzigo huwa hujisikiaji kuhusisha wengine. Roho Mtakatifu akinena na wewe kuhusiana jambo fulani, hata kama ni la pesa nyingi, idea ya kuchanga haikuagi ndani ya moyo wako, ya kwamba sasa hii kitu ni 20,000, wacha niite wapendwa 5 tuchange 4,000. Haikuagi hiyo. Unakuwa umetwikwa wewe na unasikia tu uifanye, na ukifanya unasikia vizuri na amani, alafu na thawabu inafuatana na wewe. Kundi la Bwana linasaidika, kundi la Bwana linapata msaada, kundi la Bwana linapata kutengenezekewa mambo kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo tunaendelea kusoma neno la Bwana linavyotutia moyo usiku wa leo. Yeye kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze, nanyi mpingeni huyu. Verse 9, nanyi mpingeni huyu mkiwa thabiti. Mkiwa vipi? Thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Hii unayoisikia, unaona kama kuna ugumu, unasikia ni kama unaomba yanagonga ceiling ya kirudi, unasikia ni kwamba kuna vita vikali, unasikia ni kama nini. Maandiko yanakuambia kwamba that is the way, hiyo ndio hali iliyopo. Na ndugu zako wengine katika sehemu mbalimbali, they are in the same struggle, lakini sio kustruggle kusio na ufanisi au na matunda, bali ni vita vilivyo na ushindi. Kuna ndugu zako nao wana feel the same. As we are praying for this country, angalia nchi yetu vile inakaa sasa hivi, ina masikitiko kila upande, si shuleni, si upande gani, si nini, kumekuwa hivyo, and you feel it in your heart. Na kila wakati uingiapo katika maombi, unaongozwa kuliombea taifa, unaongozwa kumwombea rais, unaongozwa kuombea mawaziri, unaongozwa kuombea waziri wa afya, unaongozwa kumwombea waziri wa nini, wa usalama. Atakashifiwa hapa na pale, waziri wa usalama naye hapa anasema nini, huyu naye sasa anasema nini, kesho waziri wa afya naye hata huyu naye hajui kile anasema, sasa huyu naye anasema nini, kesho yule naye anaongea hivi. Lakini sasa ndani ya moyo wako unakaa roho wa hekima
anakutembelea ndani ya moyo wako na kukueleza na kukuambia hawa kwa kuwanena na kuwakashifu haiwasaidii, lakini ukiitana mbinguni wapewe hekima itafanya kazi. Kwa hiyo kwa unyenyekevu nenda mbele za Bwana. Bwana saidia waziri wa afya, Bwana saidia waziri wa usalama, Bwana mpe hekima, Bwana mpe. Juzi wametoka kumkashifu katibu wa wizara ya elimu, akionekana tu amewekwa hapo kwa hiyo wizara, lakini hajui kila anachosema, kwa sababu yale maneno aliyozungumza kuhusiana baada ya watu kuchomana shuleni. Watu wakasema kwamba sasa huyu yani hata akili yake haiko hapo, yeye kwanza ndio ameenda kwa mambo yake mengine ambapo anastahili kuwa hapo. Watu wakaongea hivyo, as much as inaweza kuwa ni kweli au vipi, lakini sisi tuna jukumu moja, kuitana mbinguni, kwa sababu haya mambo yote tumeambiwa kabla ya mambo yote dua na sala zifanyike kwa ajili ya watu wote. Yaani watu wote means watu wote. Ukisikia watu wote wanastahili kuombewa, ina maana kuna vile hawajiwezi, wanahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo tunawaombea Bwana awe kwapo waziri wa jambo fulani, mpe uwezo wa kufanya hii kazi. Maana mwingine anawekwa kwenye wizara hiyo na kile atakayojulikana nacho ni wizi tu, wala hafanyi kazi inayostahili. Unakuwa na mwingine ambaye ametimiza kazi yake vizuri. We shall call upon the name of the Lord for our country. Unajisikia kwamba we need to do something. Heka zinazoendelea na nini, we thank God. Ili ambayo iliyokuwa imepangwa kufanyika jana, tulikuwa tunasema na mambo kama yakifanyika wakati mwingine vijana wanapigwa risasi, watu wanauawa. And we thank God, siku ya jana iliisha vizuri, hakuna mtu tumesikia aliuawa. And for that tunamshukuru Mungu, kwa sababu kwa tunasema usiku wa kuamkia hiyo siku tunasema yani hivi, unless God takes control, hivi kuna nyumba tu zinangoja matanga jioni, watu ambao wameamka wazima. But we thank God kwa sababu he had our prayer, akasikia kilio chetu tulioombea nchi. Bwana ingilia kati, weka usalama wako, na kukaenda vizuri, watu wakawa salama na mambo yakawa mazuri. So kwa nini unahisi hivyo? Kwa nini una mzigo huo? Ni kwa sababu Mungu amekusudia kukuzawadi pale mbele. Mungu amekusudia kukupa taji ya utukufu. Bebana na hiyo kazi vizuri, kwa sababu itakulipa mwishowe. Usichoke, usiiweke chini kabla hujafika. Kazi hii unayofanya sio rahisi. Kuna watu wawili wanaenda katika makanisa mengine ambao wameamua nao kukesha, utakuta ile idadi iko hapo, sio ile idadi huwa inakusanyika mchana wakati wa Jumapili. Ni wachache. Ni kwa sababu ni hali itesayo, ni hali yenye mzigo, ni hali ambayo ina machungu yake, ina hali ya kujitolea kwake. Lakini uzuri wa Mungu tunaambiwa kwamba tutavikwa taji ya utukufu isiyofanya nini? Isiyonyauka. Kwa hiyo ninyi nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti. Tuzidi kuwa thabiti. Mungu atupe uthabiti kwa jina la Yesu. Mungu atupe uthabiti kwa jina la Yesu, ili tuzidi kuwa thabiti katika imani, tukijua ya kuwa kazi hii hatuko peke yetu, na ndugu zetu wengine walioko duniani wanaendelea na kazi hii. Verse 10, na Mungu wa neema yote aliyowaita kuingia katika utukufu wake wa milele. Asante Yesu kwa kutuita tuingie katika utukufu wako wa milele katika Kristo. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Mungu na akutengeneze kwa jina la Yesu. Mungu atawatengeneza, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Kazi hiyo wakati mwingine inaweza kuchosha. Inaweza kufika Ijumaa nyingine hivi unasikia tuende leo kweli? Niende leo kweli? Ijumaa nyingine nafika wakati umechoka sana, unashindwa niende kweli ama niairishe niende wiki nyingine. Wengine wanaahirisha hivyo. Wengine wanasikia bwana sasa hivi tumeshinda na shughuli hii, inaeleweka, tunaweza pumzika. Unaanza kuweka chini kazi ile, lakini Mungu anasema atatutia nguvu. Usiku wa leo ninaomba utie nguvu kwa jina la Yesu. Usiku wa leo Mungu akutie nguvu. Nasema kwamba Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Bwana akutengeneze kwa jina la Yesu. Na kuwathibitisha, Bwana akuthibitishe kwa jina la Yesu. Na kuwatia nguvu, mpendwa, Bwana akutie nguvu kwa jina la Yesu.
uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Tutiwe moyo katika Bwana, yu pamoja nasi. Kazi iliyotuleta hapa 100% ni mapenzi ya Mungu, na tuna uhakika ya kwamba what we are doing is the will of God, and so tuna uhakika ya kwamba he is together with us. Tumekusanyika hapa kwa jina lake, and he has assured us. He said, whenever 2 or 3 are gathered in my name, I'll be there in their midst. And tonight we are so sure nothing has gathered us here but his name. We are gathered here in his name, and we are so sure he is together with us. Hatuendi kumwita mbali, hakikishiwa mteule wa Mungu, kwa sababu tumeshatimiza hiyo ya kukutana kwa jina la Bwana. Then he is here together with us, and that is why he is speaking to us so clearly that we may understand. The Lord said that I'm together with you, and I'm watching, and I'm seeing what you are doing, and I'm ready to give you the crown of glory if you will not give up on the way. Brethren, let's not give up. Let's not give up. May the Lord strengthen us. May the Lord strengthen us that we may continue until the end. Kwa sababu heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. May the Lord strengthen us that we may finish well in the name of Jesus. Si yule shetani ambaye angurumaye kama simba, yeye ambaye ni kama simba angurumaye. He's after making us despair. He's after making us give up. He's after making us throw the towel, and so that we don't continue with the good work, so that at the end of the day aweze kusema wameshindwa hawa wafiki. But let us be strengthened in the Lord. Tonight as we go into prayer, let us thank God and tell the Lord we need your strength. Tutie nguvu Bwana, ili tuzidi kupenda kusonga mbele, tusije tukakata tamaa. Pengine hata hii ulikuwa ujisikii kuja, pengine ile uliyopita hukuja kwa sababu ulizofika, na hiyo ndio mapenzi ya shetani. Lakini ili tusije tukaweka chini, ili tusije tukatupa spana zetu katika wax, ili tusije tukakata tamaa, Mungu atutie nguvu. Ninakuombea mteule wa Mungu ya kwamba haya Mungu aliyosema hapa akutendee kwa jina la Yesu, ya kwamba akutengeneze, akuthibitishe na akutie nguvu. Sote tuliokuja kwenye mkesha huu siku wa leo, Bwana atutengeneze, atuthibitishe na atutie nguvu. Amen. Tutie nguvu, tuzidi kuimarika. Bila nguvu zake hatuwezi. Bila nguvu zake, bila neema yake hatuwezi. Sio rahisi mama mwenye mtoto mchanga kama hivi kuja kwenye mkesha kama huu. Sio rahisi. Ni neema ya Mungu. Kuna kitu Mungu anafanya. Hiyo neema haina watu wote. Mtu angekaa tu asema mimi na mtoto mdogo nitaenda wapi? Inaeleweka hii. Natamani lakini tunaelewa na mtoto mdogo. Lakini umeamua hapana. It is not an excuse. Hiyo ndani, hiyo iliyokufanya uje sio wewe mwenyewe. Sio akili yako. There is something that God is doing in your heart, na ana makusudi mazuri. Umeitwa kwa ajili. Sikiza vile ninavyosema hapa. Nyinyi ambao mmeitwa. Verse 10. Na Mungu wa neema yote aliyewaita, yani umeitwa kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Kwa kuwa Mungu amekusudia uingie kwenye utukufu wake wa milele, ndio maana anakutreat in a certain way. Anaweka mzigo fulani kwa sababu umeitwa, umetengwa, umeteuliwa kwa ajili ya kazi maalum. Amekusudia kutenda mema. Ambieni wateule wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Si ndio tunaimba namna hiyo? Ambieni wateule wajipe moyo, Bwana amekusudia kutenda mema. Kumbe ametuita. Hukujisikia wewe kumfuata, hukujisikia wewe kuokoka, hukujisikia wewe kufanya wito fulani. Ni kuitwa, umeitwa. Anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita. Bwana Yesu, asante kwa kuniita kuingia katika utukufu wake wa milele. Kumbe ndio maana najisikia so hooked up with the work of God. Kumbe ndio maana unajisikia so hooked up with the work of God. Ni kwa sababu sio bure. Umeitwa
ndio maana unajisikia tofauti hivi. Umeitwa, ndio maana mama, wewe na mtoto mchanga, wengine wote wangu, lakini kwa kuwa umeitwa unajisikia tu uje. Na watu wengine wanaanza kukushangaa, waenda wapi usiku na mtoto mchanga? Lakini kwa kuwa umeitwa, you cannot resist. You cannot resist. Usiku kama huu watu wanaweza kusema, msimu wa baridi huu unatafutia mtoto matatizo, a lot can be said, lakini hawajui kwamba umeitwa. Ule wito ulio ndani ndio unakusukuma. Inasema ya kwamba mlioitwa kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, atawathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Haleluya. Kwa hiyo nasikia kufurahi na kumshukuru Bwana sana usiku wa leo, kwa sababu ya heading somewhere. Tunajua karibuni mioyo yetu itashangilia kwa makuu ambayo tutayaona as a result of our